kwa nani faraja ya roho? Wapi msingi wa kutegemea? Wanasema amelaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, afanyaye kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Nani aweze kujua moyo wa mdanganyifu kuliko vitu vyote? Una ugonjwa wa kufisha. Moyo wa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Msingi wengine hakuna awezaye kuweka. Msingi wengine hakuna awezaye kuweka, isipokuwa ni ule uliowekwa, yani Yesu Kristo. Isipokuwa ni ule uliowekwa, yani Yesu Kristo. Kwa Yesu ninashangilia, kwa Yesu ninashangilia, kwa roho na moyo, kwa roho na moyo wangu wote. Maji ya uzima wayapata kwa nani? Kwa Yesu. Na wapi kapata mikate nikanie? Kwa Bwana Yesu. Maji ya uzima wayapata kwa nani? Kwa Yesu. Na wapi kapata mikate nikanie? Kwa Bwana Yesu. Mahali tutapostarehe ni wapi? Na nguvu ya kuendelea yatoka kwa nani? Kwa Yesu. Anayebatiza kwa Roho ni Yesu. Upendo wa ndugu watoka kwa Mungu Baba. Msingi wengine hakuna awezaye kuweka. Msingi wengine hakuna awezaye kuweka, isipokuwa ni ule uliowekwa, yani Yesu Kristo. Isipokuwa ni ule uliowekwa, yani Yesu Kristo. Kwa Yesu ninashangilia, kwa Yesu ninashangilia, kwa roho na moyo, kwa roho na moyo wangu wote. Neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, bali
Yesu, neno la Bwana. Ninatangaza neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno la Yesu. Yesu makofi. Pigia Kristo makofi. Karibu dada Chantal kwa kuombea mahubiri ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Jamani, furaha ipo. Furaha ipo. Nilipenda tuweze kuongea leo kuhusu neema. I wanted us to talk about grace. Neema. Grace. Kuna mwimbo ambao dada aliuimba. There's a song that sister sang ambao unaongelea kuhusu neema. Sijui ulikuwa ni mwimbo wa namba ngapi? 116 kama ambao wana wokovu 117 116. Ningelipenda niweze kuimba verse moja ambayo ni verse yake ya mwisho. Mbinguni nitakapofika, furaha itakuwa kuimba juu ya neema milele na milele. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele. Neema ya imba neema, neema ya
alichukua dhambi, neema ikatiririka na moyo ukapo. Ima neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema yako. Ima neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda kuongea mafundisho ya neema leo. We'll talk about the teachings of grace today. Naomba unipatie visikio. I want you to give me your ear. Unajua tuko katika kipindi kigumu sana, You know that we're in difficult kama jinsi times, dada alivyoomba. like how sister prayed. Na neema, mafundisho ya neema And the teachings of grace imefundishwa vibaya sana, has been taught wrongly. na tutakwenda kuongea katika maandiko And we will talk about this, kuhusu neema, about grace. ambayo katika lugha ya Kiingereza tunaweza tukasema neema iko misrepresented. Inawakilishwa vibaya, It's misrepresented. mistaught, inafundishwa vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko yakasema kwamba tutaokolewa kwa nini? The scripture says that we'll be saved by grace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaokolewa kwa neema. We'll be saved by grace. Lakini tena maandiko akatuambia hivi However, the scriptures also tells us that kwamba sote tutasimama we will all stand katika kiti cha hukumu before the judge, before the throne of judgment, tukihukumiwa being judged sawa sawa na matendo. according to our actions, our deeds. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuelewa neema ni nini. So it's a must for us to understand what grace is. Neema ni nini? What grace is. Kwa sababu tunaweza tukaishi maisha kama vile Wakristo, Because we can live a life as Christians, tufanye yote ambayo tunayopenda, do everything that we want, kwa sababu tutaokolewa kwa nini? because we will be saved by grace. Kwa hiyo twende ku club, So let's go to clubs. let me have 2 wives, Niwe na wake wawili. ni enjoy. Si ndio hivyo? Isn't that so? Tutaokolewa kwa nini? We'll be saved by grace. Si ndio hivyo jamani? Isn't that so? Sasa kama Paulo alisema kwamba So if Paul said tuliokolewa sio kwa matendo yetu, we were not saved by our deeds, lakini ni kwa neema. but because of Haleluya grace, Bwana. Hiyo ilikuwa ni zamani, that was before. kwa sababu maandiko akasema hivi, Because the scripture says that wakati ambapo tulikuwa watenda dhambi, when the times where we were sinners, ndio pale ambapo Mungu alituona. that's when God saw us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wakati ambapo tulikuwa kama vile wakina Sauli, The time where we were like Saul, tukiliteketeza ama kuangamiza kanisa, killing or destroying the church, Bwana akatuita. the Lord called us. Lakini sasa But now, katika ulimwengu tulio nao, in the world that we're in, neema imefundishwa vibaya, the grace has been taught wrongly. na ndio maana watu That's why people wanakuja kanisani na mavazi ambayo wao wenyewe wanapenda. are coming to church with whatever clothes they want to wear. Watu wanaishi katika maisha ambayo wao wenyewe wanayapenda. They're living however they want to live. Mtu anaweza akakuwa Somebody can be anaishi maisha ambayo yako kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, somebody can be living a life against the word of God. na akienda kanisani wanamwambia tutaokolewa kwa nini? And whenever they go to church, they're being told, "Oh, we will be saved by grace." Kwa neema. Na hiyo ni hatari And sana, that's very dangerous, kwa sababu tutaishi maisha ambayo sisi wenyewe tunaipenda, because we will live the type of life that we want, na that we tushindwe desire, kuishi maisha ambaye wa mbinguni anapenda, and we fail to live a life like na the one in heaven wants us tutashindwa to live, kukaribishwa mbinguni. and we will fail to be welcomed in heaven. Kwa hiyo tujifunze neema ni So nini. let's talk about what grace is. Si ndio hivyo jamani? What is the grace of God? Neema ya Mungu ni ipi?
let's go in the book of Titus, Timotheo, Tito, Titus. Kitabu cha Tito. I promise I won't hold you here for a long time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Titus. Titus 2:11. Tunasoma kitabu cha Tito sura ya 2 na mstari wa 11. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Titus 2:11. Maana neema ya Mungu. Are we all there? Sote I tuko want all of us to be there, so when you go to hell, unapoenda jehanamu. it's going to be on yourself, not on itakuwa juu preachers. yako, hapana juu ya wahubiri. Or when you go to heaven, Unapoenda mbinguni, glory be to God. utukufu uko. Because there's a hell and a heaven. Sababu kuna mbinguni na jehanamu. And we are all here to escape hell, right? Sote tuko hapa ili tusiende jehanamu. So let's all pay attention So sote tuwe makini. and put the order in the house of God. Kwa maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu katika mambo yote. Iokoao wanadamu katika mambo yote. 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa hiyo neema ni mwalimu. So grace is a teacher. Is a teacher. Ni mwalimu. Hallelujah, Bwana. Grace is a teacher. Neema ni mwalimu. Grace is a teacher. Hallelujah, Bwana. Napenda kila mtu ajue hivi. I want everybody to know that. Neema ni mwalimu. Grace is a teacher. Grace is a teacher. Neema ni mwalimu. Is teaching the people of God. Inafundisha watu wa Mungu. Grace is teaching us. Neema inatufundisha sisi. Read Justin in English. For the grace of God. The grace of God has been revealed. That means it was hidden. Ilikuwa imefichwa. It was hidden. Bringing salvation. To all people. And we are instructed. To turn from what? Godless living. Godless living. And sinful pleasures. Keep reading. We should live in this evil world with wisdom. Inaitwa ulimwengu gani? Evil world. We should live in evil. Swahili tafadhali Swahili so. Tunasoma 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Neema, the grace, inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Teach us to say no to the ungodliness and the worldly passion. Soma tena hapo ndugu. Nayo yatufundisha. Nayo inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kukataa ubaya, to say no, na tamaa za kidunia. The worldly passion. Hallelujah. Hiyo neema, that same grace, inatuambia kwamba is telling us, ukiwa rafiki wa ulimwengu, if you are the friend of the world, unajifanya adui wa nani? Wa Mungu. Wa enemy of God. That's the grace. Hiyo ndio neema. Kwa hiyo neema haifundishi watu kufanya dhambi. The grace doesn't teach people to sin. Ila inatufundisha, however, it teaches to say no. Kukataa yote ya ulimwengu ya mazambi. To all the ungodliness. No to alcohol. Hapana kwa kunywa. No to divorce. Hapana kwa talaka. Bwana Yesu asifiwe. No to homosexuality. Hapana kwa ushoga. No kwa kukosa heshima kwa mume wako. No to lack of respect to your husband. No kwa mavazi ambayo yasiyomletea Mwenyezi Mungu sifa. No to clothes that doesn't bring glory back to God. No kwa makanisa fake. No to fake churches. No kwa wachungaji fake. No to fake pastors. No kwa kila kitu
hiyo neema sasa hivi The grace now, watu wanaona kwamba neema imekuja kuongeza dhambi. people are seeing that the grace has increased sin. Endelea ndugu. Tunaendelea. Endelea. Tupate kuishi Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Endelea ndugu. 13. 13. Titus second chapter verse 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na kufunuliwa kwa utukufu wa Kristo Yesu, aliye nani? Mungu mkuu na Mwokozi Kristo wetu. Yesu ni nani? Mungu Jesus is mkuu. God. Hapana, ni mwana wa Mungu. Mungu mkuu. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Amen. Haleluya Bwana. Ninapenda hapo. Maana kuko Waislamu ambao wanasema hakuna nafasi Because ambapo there's Biblia Muslims inasema that say, Yesu ni oh, Mungu. there's not a verse in the Bible that says that Jesus is God. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi ujue tofauti You have to know the difference. Yesu ambaye ni mwana The Jesus who is the Son na Yesu ambaye ni Mungu, and Jesus who is God, ambaye ni Roho Mtakatifu. who is the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni yeye Mungu huyu, It's one God, lakini alikuja kama vile but mwana, He came like the Son. akawa Roho Mtakatifu. He became the Holy Haleluya Bwana. Spirit. Ambaye akawa yeye alikuwa ni baba. He was the Father. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja ndugu yangu, ngoja niache nagusa hapo. Let me touch you. Maana kama anaitwa baba, So if He's called Father, baba inamaanisha ni muumbaji. that means He's the Creator. Anaumba kila He kitu. created everything. Yeye kama vile baba Like the Father akapenda aje amuokoe mwanadamu. wanted to come and save a human. He is too big. Ni mkuu. Hallelujah Bwana. Unajua when I talk about this, Ninapoongelea kuhusu haya, I can feel the Father in me. niko na hisi baba ndani mwangu. The joy of the Holy Spirit in me. Furaha ya Roho Mtakatifu ndani mwangu. Yeye kama vile Mungu Him like the Father, hawezi but God akaonekana cannot be seen. kama gisi maandiko yanavyosema. Like how the scripture Mahali alipo where He is, hawezi akaonekana. He cannot be seen. Is too big. Ni mkubwa sana. Ni mkubwa kuliko ulimwengu huu. He's bigger than this world. Lakini alipenda aje aokoe mwanadamu. But he wanted to come and save a Yeye human. ambaye ni baba, the He Father, who is the Father, muumba wa kila kitu. the creator of all Na things. nikwambie aliumba na And let me ibilisi. tell you, He even created the devil. Ili sasa aje So for Him to come aokoe mwanadamu, and save a human, akaingia katika mwili. He entered the flesh. Yeye ambaye ni neno. He who is the Word. Katika mwili, In the body, mwili ulizaliwa. the body was born. Ndio maana unaitwa mwana. That's why He Hallelujah. was son. Jamani tunasikiza. Ule mwili ambao Kristo alikaa The ndani body that Christ ndio dwelt unaitwa inside mwana. is called son. Maana ulikuwa na baba. Because He had a Hallelujah father. Bwana. Aliyezaa mwili One who gave ni yeye us Roho the flesh. Mtakatifu. He is the Holy Ni yeye Spirit. Mungu It's God. ambaye alizaa na mwanamke Mariamu. Amen. Ndio maana anaitwa mwana. That's why He's called it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Isaya Isaiah. 7. Ndugu tusomee Isaya kule. Isaya 7 niguse kitu fulani ambacho Isaiah chapter 7. sikupenda niweze kugusa, lakini tutaongelea neema. Talk about verse. Please, Isaya 7. Nionyeshe watoto wa Mwenyezi Mungu kitu fulani pale. Let me show the children of God something. Ndugu twende kwenye Isaya 7, umefika pale? Isaya 7:14. Isaya 7:14. Eh, Tunasoma kwa jina la Yesu. amen. Soma ndugu. Kwa 10 Isaya 7:14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Atawapa ishara. Tazama, Tazama. bikira atachukua mimba. Bikira atachukua. Namna gani bikira atachukua mimba? A virgin The virgin will give what? Both. atazaa. Who knows the virgin here? Nani anayejua bikira hapa? It's someone who doesn't know men. Ni mtu ambaye hajui mwanaume. Our virgin is gonna have is gonna get pregnant. Bikira atapataje mimba? Let's ask tujiulize hiyo maswali. Let's ask ourselves that question. Yeah. Ndugu, mnaitaka bikira nani mulugha hii? Mnaitaka bikira nani? Isugi. Babembe banaitaka nani? Achila maengo. Waingereza wanaita nani? You understand what the virgin means?
Lakini hapo tunaambiwa bikira atafanya nini? Atachukua mimba. Atachukua mimba. Soma ndugu. Tunasoma Yes. Isaya 7 Isaya 14. 14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Atawapa ishara. Tazama. Bikira atachukua mimba. Bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto wa kiume. Naye atamuita jina lake Immanuel. Jina la Bwana ataitwa nani? Immanuel. Hii inamaanisha nini? God with us. Eh? How will a human be called God? Please, you tell me, you read your Bible. Unasoma Biblia yako. Mwanadamu ataitwa Mungu How namna can a gani? human be called God? Hii inamaanisha kwamba yeye ni Mungu. That means he's God. Maana sisi Waisraeli Because us tuna Mungu Israelites, huyu one mmoja. God. Usiwe na miungu mingine. We should not have other idols. Isipokuwa mimi. Only God himself. Lakini sasa kunakuja mtu amezaliwa But somebody else is born. anaitwa Mungu. He's called God. Mungu nani ndugu? Pamoja na nani? Nasi. Haleluya Bwana. God. Haleluya Yesu. Asante Bwana. Ninapenda sana neno la I Mwenyezi Mungu. love the world of God so much. Haleluya Yesu. Haleluya Bwana. Mwana The Son ataitwa will Mungu. be called God. So another God is going to come in the Na flesh. maanisha mwingine Mungu atakuja. Jamani tunasikilizana? Hiyo inamaanisha Mungu That means God atazaliwa will be born na bikira with a virgin by a Mwana. virgin. A son. ambaye yeye ni mwana ataitwa Mungu. The son who will be called Ndugu yangu ruka God. kwenye Isaya 9. Isaiah Haleluya Bwana. chapter 9. Isaya 9 ndugu. 9:6. Maana kwa ajili yetu Kwa ajili ya nani? mtoto amezaliwa. Ni kwa ajili ya nani? Yetu. Haleluya Bwana. Amen. Neema itakuja. Grace will come. Kwa ajili yetu. Soma ndugu. Maana kwa ajili yetu Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto wa kiume. Tumepewa mtoto wa aina gani? Wa kiume. Wa kiume. Soma ndugu. Na uweza wa kifalme Uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Jina ataitwa nani? Jina lake. Jina Name. la mtoto ambaye atakayezaliwa. The name of the child will be Mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Nani tena? Mungu mwenye nguvu. Ataitwa nani? Haleluya. Mungu mwenye nguvu. Jamani tunasikilizana? That's the son we have. Amen. Jamani tunasikilizana? Namna gani mwanadamu ataitwa Mungu mwenye How nguvu? can a human be called God? Waisraeli tunapiga huyo mtu mawe. Israelites will usually throw stones at that person. Kuitwa Mungu. You be called God? Lakini imeandikwa But it's written katika maandiko in matakatifu. the Holy Scripture. Ndugu hujamaliza. Amen. Ndugu hujamaliza. Endelea. Tunarudia tena. Eh. Isaya 9 Isaiah 9:6. For a child is born. Are you there? English, please read. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto wa kiume. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Yes. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Hapana atakufa. Mfalme wa amani. Baba wa nini? Wa milele. Everlasting Father. Ni baba ambaye atakufa. Wa milele. Is he a father who will die? The child is going to be called everlasting. Bwana ataitwa Everlasting what? Hii ni paka Roho Mtakatifu akufunulia. until the Holy Spirit reveal it. Ataitwa soma tena hapo ndugu. Naye ataitwa jina lake Ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Baba wa milele. Mfalme Haleluya wa Bwana. amani. Mfalme wa nini? Wa amani. Mfalme wa amani. Of peace. Melchizedeki wa kweli. Haleluya Bwana. Na alipokuja And when he came, akasema kwamba mnapoomba he said, whenever you pray, muombe nani? Kwa jina langu. Muombe pray Baba. Father. Na yeye ataitwa nani? Yeye mtoto ni And nani? the son is also called Father. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu endelea pale. Endelea. Tunasoma 7. Mamlaka ya enzi yake yatakuzwa daima. Itaisha akikufa. Will it end when he Yatakuzwa dies? daima. Please, English read it there. 7. Read on 7. His government and peace, He has a government. And what? and its peace will never end. Will never end. That means his government and his peace will never end.
justice from the throne of his ancestor David for all what? eternity. For all eternity. That means Inamaanisha it's kwamba not going to end. haitoisha, haitakuwa na mwisho. Kumbe ndani ya mwana That means in the son, baba alikuwa ndani. the father was inside. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana walipokwenda kutafuta baba, That's why when they went to look for the father, tuonyeshe baba yuko wapi. show us where the father is. Akasema niko pamoja nanyi I've been with you guys all these days. muda wote And huu. you don't know the father. Hamjanijua. When you see me, Unaponiona you see mimi, who? umemwona baba. You see the father. Umemwona Bwana baba. Yesu asifiwe. It's written Imeandikwa in your book, katika kitabu I am chako. the everlasting father. Mimi niishie milele. Everlasting father. Aishie milele. Ukiniona mimi, When you see me, unaona baba. you see the father. Mimi na baba I and the father tuko kitu hiki are one. kimoja. Are one. Haleluya Bwana. Amen. Lakini mimi tena niko mwana. But I'm also son. Mimi niko baba. I'm the father. Na tena mimi ni roho. I'm also the Holy Bwana Spirit. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana katika kitabu cha Yohana That's why in the book of John, 17, John 17:11, 11, it says inasema kwamba jina ambalo mwana alilolipewa the name that the son was given ni jina la baba. is the name of the father. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maandiko umeshaona hiyo fasi. Amen. Have you seen that place? Nyinyi mnaweza mkajua haya maandiko, lakini kuna wengine ambao hayajui. People don't know these scriptures. Soma ndugu. Yohana 7 John 17:11. 17 John 17:11. John 17:11. 17:7. John 17:11. John 17:11 please. 17:7 tunasoma kitabu cha Yohana 17:11. 17:11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Baba mtakatifu. Baba mtakatifu. Jina lako ulionipa. Ulilofanya nini? Ulionipa. Now, let's speak very slowly here. Tuende pole pole hapa. Mwana alipewa jina la nani? The son Baba. was given the father's name Maana baba alikuwa ndani ya mwana. because the father was in the Haleluya Bwana. son. Mimi ni Mungu, nikamate jina la nani? I'm God whose name should I Nitakamata la kwangu mimi I mwenyewe. will take my own name, Na hili yes. jina langu And this name nitapatia huu mwili. I will give the body. Maana ndani ya huu mwili Because inside the body, nitajitukuza. yes, I will glorify myself. Mimi nitajitukuza I will glorify ndani ya myself mwili huu. inside this body. Maana jina la Yesu Kristo Because the name of Jesus Christ inamaanisha mwokoaji mpakali wa mafuta. means the anointed Hallelujah, one, Bwana. Messiah. Isaya 43, Isaiah 43. Bwana akasema nani mwokozi The Lord mwingine said, isipokuwa there nani? is no other Savior, only me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the son Mwana took on the alivaa, name of the father. alichukua This jina is la baba. this is why Ndio sababu it says, now I'm departing from the world. They are staying in the world, but I'm coming to you, Holy Father. You have given me your name. Now protect them by the power of your what? Your name. Hallelujah, Bwana. Ndio maana wa mitume wakaja. that's what the apostles came. Lolote mtakaloomba, Whatever you will pray, tumikisheni jina. use the name. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jina lingine There's no other name ambalo mwanadamu anaweza that a human kuokolewa can be saved by isipokuwa hilo jina. other than that name. Bwana Yesu asifiwe. 12 nasema nini ndugu? What is 12? 12 tunasoma 12. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi niliwalinda kwa Niliwalinda jina lako kwa jina la nani? ulilonipa. Kwa jina lako ulilonipa Oh, nikawatunza. God. So, the Father Baba and the Son, na mwana they use only one name. wanatumikisha jina moja. Jamani tunasikiliza? They use only one name Wanatumikisha jina moja. because it's only one Kwa person. sababu ni mtu mmoja, ni mmoja. I want you to understand, have that knowledge. Nataka uwe na hiyo maarifa. Na ni yeye sasa And it's him that ambaye alikuwa ni yote juu ya yote. who was all in all. Hallelujah, Bwana. Yes. You need to know that. Inabidi ujue.
Kwa hiyo mtu akikuuliza mbona Yesu ni baba tena ni When mwana, somebody asks yourself, oh, why is God the Tena ni Father, Roho then the Mtakatifu. Son, He's the Holy Spirit? please explain to us. Elezea. Bwana Yesu asifiwe. Tuelezea. Just tell them. Waambie. Very simple. Nani? Mungu God aliumba mwili created the body ili akuje kutoa sadaka. so that He can come and make a sacrifice. God doesn't have a blood. Mungu hana damu. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni hakuna damu. In That's heaven, right. there's no Maana flesh. damu ni vitu vya hapa. Because blood and flesh is Sasa here on earth. kulihitajika damu Now blood was needed ili kwamba mimi na wewe so that That's you right. and I tuweze kuokolewa. can be saved. Na nani mwenyewe angeliokoa mwanadamu? Who would have saved Yeye them? mwenyewe. Ni yeye mwenyewe ambaye alisema mimi ndio He mwokozi. himself who said He's the Savior. I am the savior. Mimi ndiye mwokozi. So I will save you. Nitakuokoa. Kama gisi alivyopenda ulimwengu Like how He so loved the world. akatoa mwanawe wa pekee. Sent His only begotten Son. That means it's the only begotten body. Mwili wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. The body that he created Mwili ambao aliuumba. ili mimi na wewe So that you and I tuweze kupata wokovu. can get salvation. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ndugu yangu, Now, Emmanuel inamaanisha nini? Emmanuel, Mungu what pamoja does nasi. Emmanuel mean? It Mungu means pamoja God nasi. with us. Mungu pamoja nasi. God with us. Si ndio hivyo? Amen. Mungu pamoja nasi. God with us. Yes. Mungu pamoja nasi. God with us. Kwa hiyo wakati ambapo Emmanuel alikuwa anatembea Yesu, Now where Emmanuel was walking Jesus, watu walikuwa wanatembea na nani? people used to walk with God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana wakati alikuwa akitembea So when he was walking, alikuwa na uwezo he was wa able. kusema kwamba dhambi zako zimesamehewa. That's right. Haleluya Bwana. Amen. Hakuna mwanadamu anaweza No kufanya. human can do that. That's Dhambi right. zako zimesamehewa. Sins Yes, are sir. forgiven. Na msalabani And at the cross, yule mwizi the thief, akatubu. he sent, Neema repented, grace. akamwambia leo Today, utakuwa nami paradiso. you will be with me. Nani anaweza kufanya hivyo? Who can say that? Bwana Yesu asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. yes. Na ndio maana alipokwenda kwa That's Lazaro, why when he went to Lazarus, Lazaro ambaye amekufa, who was dead, anaita Lazaro, he said, Lazarus, amka. wake up. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwanadamu anaweza No, you kufanya can't hivyo. do that. Ni lazima uombe. You must pray. Yeye anapofanya kazi Whenever he's working, hahitaji kuomba. he doesn't need to pray. Anafanya kile ambacho anachopenda He does kukifanya. whatever he wants to do. Na anapopenda kunifundisha mimi na And wewe, if you want to teach me and you, anaomba he Amen. prays. ili kwamba wewe ambaye ni That kanisa, you, who is the church, mwili wa Kristo, the body of Christ, uweze kuomba. can, That's right. can pray. Haleluya Bwana. Ndio maana hata siku ya Sabato, Even the day of Sabbath, the day of Sabbath, ilikuwa inaandikwa kwamba hakuna mtu anapaswa kutumika kazi, nobody can work. lakini anakuja kuambia kwamba baba hajamaliza kufanya kazi. The Father is Haleluya. finished. Haleluya. Maana baba yuko ndani mwangu. Because the Father is in Hayamaliza kufanya kazi. He's not finished. Sabato Sabbath ni nyinyi is you ambao mnapaswa who is supposed kupata kupumziko. to get rest. Pumziko la dhambi zenu. Amen. Rest from all Lakini your mimi Mwokozi but I just ninaendelea kufanya kazi. That's right. Haleluya Bwana. Na ndio maana ameingia That's why he kwenye entered mitume in apostles ili waendelee kufanya so that kazi. they can right. continue Na to hivi anaendelea kufanya kazi. still working till now. Wanao masikio, haleluya Bwana, wanafanya nini? Wanasikia. That's right. Walio na macho Ones who have eyes wanaona, That's right. seeing, yes, wanasoma God, Biblia, are reading the Bible. na wanapoomba And whenever they pray, neema anawashukia. Amen. comes upon Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Maana alisema kwamba pray, he said, obey me. it will be given. Amen. Utapata. Seek, Tafuteni, you will find me. nanyi mtapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. No distractions. Bila distraction. No distractions. That's right. Bila distraction. Because the kingdom of heaven, Sababu ufalme it's wa mbinguni very important ni right. muhimu sana. than anything else, Kuliko kitu chochote than my kile. job, Kuliko kazi yangu. than my wife, Kuliko mke wangu. anything. Kuliko kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nikwambia na kingine ambacho Let me tell you Emmanuel something alichosema. that Emmanuel said. Let's go to John 14. Yohana 14. John 14:11. Tunasoma Yohana Eh, 14 eh,
11. John 14:11. Msisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Soma tena ndugu. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu. La, amsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi yenyewe. 12. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie na mimi kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Okay, endelea. Na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Neno, endelea. 3. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu ambalo ndio jina la Baba. Si ndio kisa tumesoma hivyo? That's the name of the Father. That's how we read it. Yes. Hilo nitalifanya. Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ili Baba atukuzwe ndani ya nani? So the Father can be glorified in the Son. Baba atukuzwe ndani ya Mwana. The Father glorified na in ukisoma the maandiko vizuri, when you read the scriptures carefully, Mwana naye anaomba Baba unitukuze sasa. The Son is also praying for the Father to Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu Luka 17:17. Verse 17. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. 16. Let's go on 16. John 14:16. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Okay, ngoja kwanza. Maana yeye Mwana ataenda. The Son will go. Emmanuel, ambaye ni Mungu pamoja nasi, who is God with us, iko nao, is with them, lakini atawaondoka. But he will depart. Ila alisema kwamba ulimwengu hautaniona, but he said the world will not see me, ila nyinyi mtaniona. But you will see me. Na akasema nami nitamuomba Baba, I will pray to the Father. Atawatumia nani ndugu? Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Endelea. 17. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumuona kwa kuwa haumuamini wala ngoja ndugu, twende pole pole, napenda kutafuna. If you don't have the Holy Spirit, kama hauna na Roho Mtakatifu, ni kwa sababu gani ndugu? What's the reason? Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa hapo kalia hapo au muamini because you don't believe. Kwa sababu hauamini. Tatizo ya watu kutokupokea Roho Mtakatifu ni kwa sababu hawaamini. They don't believe. Labda wana imani ambayo inafanya nini? Inakufa. Faith that is dead. Bwana Yesu asifiwe. The reason why sababu you don't have the Holy Spirit, sababu hauna Roho Mtakatifu. Kama uko hapa, if you are here na hauna Roho Mtakatifu, you don't have the Holy Spirit, ama kwa wale ambao wanaotuangalia, those who are watching us, the reason why they don't have the Holy Spirit, sababu hawana Roho Mtakatifu. The Bible said why? Biblia inasema kwa nini? Kwa sababu ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuamini wala haumtambui. That's the problem. Ndio sababu you don't believe and you don't know it. Na hujui. Ama kama unaweza ukasema mbona mimi naenda kwa kanisa kila siku. You can say that you go to church every day. Mafarisayo walikuwa wanaenda kwenye sinagogi. Pharisees used to go to synagogue. Mbona ninasoma Biblia? I read the Bible. Yes, Mafarisayo nao walikuwa wanafanya nini? Yes, Pharisees used to read as well. Lakini imani na matendo ya imani. And deeds. Unasikiliza neno, you're listening to na the word of God, and you're going endelea. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa. Ngoja. Wa mitume wanatambua nani? Roho. Knows the Holy Spirit. Jamani tunasikilizana? Wa mitume wanatambua nini? The apostles know the Spirit. Roho. Kwa nini ndugu?
nyinyi mnamtambua. Ehe. Maana anakaa Ehe. anakaa kwenu. Anakaa kwenu kwa sababu yeye Emmanuel ni Mungu pamoja na watu wake. Naye anakuwa ndani yenu. Ngoja ndugu. Anakaa kwenu. He's with you. Kama gisi maandiko Like yalivyosema, how the scripture says. mwana ataitwa Emanueli. The son will be called Emmanuel. Hiyo inamaanisha Mungu pamoja na watu wake. Amen. Jamani tunasikilizana? Amen. Ndio maana That's why alikuwa anatembea nao, he used to walk with them, anafanya miujiza, doing miracles. akasema kwamba nitaenda, I will go. wakahuzunika. And they were heartbroken. Hapa akaanza kuwafariji. And he started encouraging Yeye ambaye ni Emanueli he who is Emmanuel. anasema kwamba nami nitamwomba Baba And I will pray to the Father. atawatumia nani? He will Msaidizi send mwingine. an advocate. Maana hivi mwana msaidizi hivi. Because you have the helper now. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nimesema nitawatumia msaidizi mwingine. He said, I will send you an advocate. That means Inamaanisha kwamba ambaye msaidizi mko naye hivi the helper that you have, atafanya nini? Atatolewa. Amfungi kwa sababu msaidizi you're not fasting iko because naye. the See? he's with you. Maana Mafarisayo walikwenda wakasema kwamba wewe The kwa nini? Pharisees went and said, Kwa nini watumishi wako hawafungi? why aren't your servants Wao fasting? watafunga kwa nini? Why would they fast? I'm here. Niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kama vile okay, tuseme kama ndugu anatumika, It's like the father's working, dada hatumiki. the sister isn't working. Ndugu akienda Kongo, Whenever rent italipwa na he nani? goes to Congo, who's Maana gonna mwenyewe pay alikuwa the rent? anatumika. Because the one who used to pay for the Ai- rent isn't there. Itabidi dada afanye nini? Atafute kazi. Sister must look for Bwana Yesu a asifiwe. job Ili kwamba aprovide. so that she can Sasa, provide. bwana harusi The groom iko na bibi harusi. is with the bride. Sasa ndio hapa anasema kwamba nikienda This is where he's saying, whenever I go, nitawatumia I will msaidizi send a mwingine. helper, an advocate. Jamani tunasikiliza? Msaidizi mwingine, another advocate. Amen. Hallelujah Bwana. Amen. Hiyo inamaanisha the advocate you have right now, That means msaidizi ulio naye he sasa will be taken away. atachukuliwa. Elewa lugha ya Yesu Kristo. Understand the language of Jesus Alikuwa Christ. anaongea ili kwamba wenyewe watapotea To talk to whoever will wasisikilize. get lost will not hear. Hallelujah Bwana. Amen. Ndio maana waliopotea That's why those who were wamefungwa lost, kitambaa hawezi wakasikiliza. blinded, fold up. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu endelee. Tunasoma, Bali nyinyi mnamtambua. Bali nyinyi wa mitume mnamtambua. Maana anakaa kwenu. Anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Naye ambaye ni msaidizi, yeye ambaye ni Mungu Roho, The advocate who is the helper, the atakaa Spirit. wapi sasa? Ndani yenu. Hapa sasa kuna shift. There's a shift here. Emmanuel, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. God with us. Lakini sasa wakati Emmanuel anapoenda, Emmanuel is going. atarudi tena, He will also return. akae sasa wapi? And to dwell Ndani. inside us. To dwell inside us. Ndani. Amen. To dwell. Na huyo ndio sasa anaitwa neema sasa. And that's what's called Hallelujah. grace. Ukiangalia maisha yetu, If you see our lives, tuko babandishi. we are bandits. Mama unasikiliza? Amen. Huyu anayefundisha neno hapa, One who's teaching the word here. umwangalie wa zamani. Look at his old self. Hallelujah Bwana. Amen. Unaangalia nini wa zamani? Look at my old self. Niko jambazi wa zamani. I used to be a bandit. Hallelujah Bwana. Amen. Maex wanajua huko, wanaonaka huko. They see it. Na waamini kwamba huyu mtu namna And they gani ni don't mchungaji. believe, how is this person a pastor? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu namna gani anashika Biblia? How is he holding the Bible? Hapaswi kushika Biblia. He's not supposed to hold the Bible. Miaka 6 iliyopita 6 years ago, alinifanyia 1 2 he 3. did this. He did Hallelujah. this. That's right. Ndio maana hata nikikutana na marafiki wengine That's why whenever I met with my old friends, wanacheka, wanasema huyu yeye they ameshakuwa just laugh, mchungaji. oh, he has become a pastor. Mungu anakosa wachungaji kweli. Na huyu yeye nani? God really don't have pastors. Amen. Inaitwa neema. Oh, grace. Sikustahili. I'm not Hallelujah. worthy. I didn't deserve Hallelujah. it. Amen. Namna gani nitakuwa hapa maombi How will I be here in prayer? na makanzu? With dresses. Ingelibidi nipige hata costume Oh, with a suit or na something. chupa ya pombe. With alcohol. Namna gani tu mwanamke mmoja tu? How can I just marry one wife? Wachakazi. I should have Huh? people, Jamani tunasikiliza? Amen. Na simu yangu niweke password My hata. phone
that should have a Mtetekele passion. tatala kanakwa. Ili mwanamke Roma asiguse. sana. No, a woman cannot touch my Maana kuna siri za ajabu. Yes. Hallelujah. Go ahead, Pastor. Go Kuna ahead. video za ajabu. There's That's right, sir. Za mtoto wa Herodia. That's right. Hallelujah Bwana. amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa neema But now grace. imekuja. That's Hallelujah right. Bwana. That's right. That's Ndio maana right. sina aibu ya kutangaza neno la I'm Mwenyezi not Mungu. embarrassed to announce That's the right, word sir. of God. Wewe ndio tuangalie kwenye mitandao. Go and watch us on social Andika media. Yaya Alfani Show. Yaya Utatuona. Show. Yes, sir. You Nasema will huyu see mtoto us. ni kichaa. This kid is crazy. Hallelujah Bwana. Amen. Lakini neema ilikuja. But That's grace right. came. Ikanipaka mafuta. That's right. Anointed me. Akaniweka. Ona Biblia yangu. Look at Ona Biblia, ndo Biblia yangu. That's my right. Bible. Unaona? That's right. Nilikula. I ate it. Nikaikula. Hallelujah. Nikaikula. I ate it. Nilikuwa niko ninaimba. I used to sing. Nikaona nguvu za Mungu zinaingia. Said that the power of God Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Amen. Then I change. Nikabadilika. This is why people don't get me. Ndio maana sababu ndio sababu Hawezi ukanielewa. cannot understand me. Utazani kwamba nina kiburi. Unaweza kazani I'm Lakini arrogant. ninakupenda. But I love you. Maana ule wa zamani Because the old ndiye alikuwa na kiburi. That's right. Ila huyu sasa but this ni person now kilalo. That's right. a brick. Kila mtu anaweza akanikanyaga. Anybody can Na step on it nitakuangalia tu hivi. and it will just look at you like Bwana Yesu asifiwe. Labda tena jioni nitakwenda kwenye maombi. maybe I will go on my knees Ninakuombea. That's right. for you. Bwana That's Yesu right, asifiwe. sir. Go Bwana ahead. ametutoa mbali. God has taken us far. Ametutoa mbali. Go ahead. Go ahead. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ile jana nilienda pasi mwanamke wangu Yesterday I went somewhere with my wife kununulia mtoto wetu madawa. buying medicine for our kid. Tukakutana watu wanaenjoy ndugu. People are enjoying. Saa 6 za usiku 12 a.m. kwenye restaurant kunajaa watu The restaurant is full of people. wanakunywa mapombe. You're drinking Wana alcohol. enjoy. You're Na hiyo enjoying. ndio maisha ambayo tulikuwa nayo And that's sisi. the life, that type of That's life that what we we have. used to be. That's how we used to be. That's what we used to be. Ndo tulikuwaga. Mama mtoto anajua huyu. The mother knows. Saa 7 siko kunyumba. 1 a.m. I'm not at home. Atabakia yeye peke tu. She'll be at home by herself. Tunaangalia ma movies za ma Indian za ma Watching Korean Indian movies, Korean movies, za ma India. Indian movies. Bwana Yesu asifiwe. Mawiki We alikuwa nazo saki mzima. Bwana Yesu the whole asifiwe. cycle full of Maviatu hivi vya kokoko. high heels. Na hiyo ndio ilikuwa mimi ninapenda hiyo. I used to love them. Akivaa suruali Whenever she wears a pant, mpaka nione nguo ya ndani naye. the underwear used to show. Huko siku moja nilienda naye. There's one day I went with her. Anakuja anavaa kanzu. She was wearing a dress. Nikamwambia rudia kunyumba. Return at home. Anajua She knows it. unaonekana kama vile mzee. You look like an You old need to person. be sexy. Unabidi uwe sexy. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya yote Bwana akatufunga But macho. although God blinded us, Haleluya Bwana. That's right, sir. Tukienda kwenye pombe, whenever we go to drinking alcohol, nyinyi mnakunywa pombe you drink kidogo. alcohol like this a little bit. Kidogo. A little bit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tulikuwa tunakamata pombe We yote. used to take the Chupa yote. whole bottle of alcohol. Kilolo. Yote inaishi. Amen. Haleluya Bwana. Baada ya dakika chache tutanua macho yangu. Minutes, your eyes. Kamata gari hapo. I will take the car. Kunyumba. Akili haiko. The mind isn't even there. Kutapika pombe. Throwing up. Ndio maisha yetu hayo dada. That's our life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametutoa mbali. The Lord has taken us from Tumetoka mbali. we came from far. Tumetoka We mbali. came far. Hata wazazi wangu walikuwa wanijua. Even my parents didn't know. Nilikuwa mtu wa kimya sana. I used to be Nilikuwa quiet person. siongei. I used to not talk. Kimya. Quiet. Lakini huku But here, nitakuona, I will see you. nitaanza kukutukana, I will start insulting. nitaanza kukutukana. Nimekumaliza hapa. I've finished. Na kama wewe ni msichana, And if you're, nitakutamani, I will last time. nitakutongoza. I will Yote wapi? ask you out. Hapa. That's In my right. heart. In my Na heart. ibilisi akinitokea, I will never, the devil will nitaenda come kwako to me. ninakupenda. I will come to you and say, I love you. Leo ni Mwaliasha, kesho ni Mwalibora. Yes, Nakupenda. tomorrow. Nakupenda. I love you. Unakuwa unakimbia. You start running. Ukikutana na Mwaliasha na Mwalibora, You meet Maliasha Malibu. unafanya kama huwajui wote. You start acting, you pretend like you don't know any of them. Bwana Yesu That's asifiwe. right, sir. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Bwana. Haleluya Yesu. Mungu ametutoa mbali. God, Ametutoa mbali. That's right. Hiyo ndio inaitwa that's what's called neema. grace. Hatukustahili. We're not Ila worthy Bwana of msaidizi but the helper ambaye that alisema nitakaa I nani will wewe, dwell inside you. alikuja
kubatiza The watu wake. servant want to baptize Haleluya his Bwana. people. Nilikuwa naenda ndani ya maji. Has to go inside the Ninasikia water, upako. feeling a Nasema breeze. Bwana anafika. God Haleluya is Bwana. here. Wamiungu waje sasa. Oh, let the Wa mapepo waje. Wanaotaka kupokea vitu vya Bwana waje. Haleluya Bwana. Sasa unaenda Mumai, watu wanaanguka. Haleluya Bwana. Watu wanapelekwa. Wengine hawajui. Haleluya Bwana. Wengine hawajitambui. Hata leo hii tunapoita Bwana hapa anakuja. Kanisa inabadilika. Haleluya Bwana. Maana neema anashuka. Neema anashuka. Anaitwa neema. Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye ambaye ni Baba. Yeye ambaye ni Mwana. Yeye ambaye ni Roho Mtakatifu. Mwana kwa maana alifanya kazi ya kuokoa wamalaya kama sisi. That's right. Wamwizi kama sisi. Watenda dhambi wakubwa. Go ahead. Huge sinners. Watu wa ubishi wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. People go back and forth. Ndio maana aliitwa Mwana. That's why he was called. Akasema salamu ni Baba. And he said, Father, Yote yamekwisha. it's all Haleluya done. Bwana. Amen. Haleluya Yesu. Amen. Haleluya Bwana. Amen. Lakini alipokufa But whenever he died, akafufuka, he ndio resurrected. sasa anaitwa Roho That's Mtakatifu why he's called the Holy Spirit ndani yako, inside you. anayekutoa katika One dhambi, who takes you away from sin anakurudisha sasa katika maisha and returns matakatifu. you into a holy life. Hiyo Returns ndio you to a inaitwa holy neema. life. That's what's called grace. Ayamaliza kazi ndugu. He isn't finished. Kakiburi ka zamani kanaweza kakakuwa. Arrogance from before might come. Bwana Yesu once asifiwe. again. Amen. Hakuna haujawahi kuamka siku moja upende kwenda Never kanisa. waking up one day and not want to go to church. Yes. You don't want to pray. Hautaki kuomba. It's still there. Kingali pale. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya kazi. He's working. Hiyo sasa ndio inaitwa neema. That's what's called grace. The grace of God. Neema ya Mungu. When you see me of yesterday Unaponiona mimi and wa you jana see me on today, na mimi wa leo, utasema kweli kuna kazi ambayo Mungu ameifanya. you know that there's a work that Ni kama God wewe, did. ni kama wewe vile vile. It's like you. When you see yourself of yesterday Unapojiona wewe wa jana and today, na leo, you will see that kuna operation ambayo imefanya. utaona kuna matunzo That's yaliyofanyika. Kuna moyo ambao ulitairiwa. There's a heart that was Bwana circumcised. Yesu asifiwe. Amen. Ndugu, turudishe kule kwa Tito. Amen. Sitawahata ninyi yatima, Sitawaacha mayatima. naja kwenu. Ngoja ndugu. Hata tuacha mayatima. Will not be orphans. Hiyo inamaanisha tutakuwa nani? Tutakuwa na baba. We'll have a father. Maana mwana ataitwa nani? Baba. The son will be called a father. Endelea ndugu. Naja kwenu, Naja kweli. bado kitambo kidogo, Bado kitambo na kidogo ulimwengu unioni na tena, ulimwengu hautaniona tena. bali ninyi Nyinyi mnaniona. mutaniona. Haleluya Bwana. Ndio maana ndani ya kanisa takatifu That's why inside the holy church, Bwana anaendelea kuonekana. the Lord continues revealing himself. Makanisa zote All the churches za Mwenyezi Mungu, of the Lord God, ulimwengu the mzima, whole entire world, Bwana the anaonekana. Lord reveals himself. Kila mtoto wa Mwenyezi Mungu, Every child of hata God, akiwa nyumbani, even they're at home, hata akiwa ndani ya kanisa, even in a church, awe kukazi, shall be out, even at Bwana work, the anaonekana. Lord sees, Haleluya Bwana. reveals Maana hiyo himself. ndio neema hiyo. Because that's what's called grace. Ndugu yangu, tuko wapi? Hiyo ndio neema hiyo sasa. That's what's called Na grace. kwa sababu mimi ni hai, Kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai, mutafanya nini? mtakuwa hai. Hiyo inamaanisha na nyinyi mutaishi. That means That's you right. live. Because I live, Kwa sababu naishi, you too, you will do what? nanyi mtaishi. You will live. Nanyi mtaishi. The body without the spirit Mwili bila roho is dead. imekufa. Now you have the spirit of God. Na una roho wa Mungu ndani You are mwako. not dead yet Haujakufa bado. because the Lord is in you Sababu Bwana yumo and ndani you're mwako not gonna die. na hautakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu wangu, twende kuna neema. Tito Tito 2:11. 2:11 tumalize. Maana neema ya Mungu Neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, imefunuliwa. nayo yatufundisha Nayo kukataa yatufundisha mabaya, kukataa nini? mabaya. Roho Mtakatifu anapokaa ndani mwako, Whenever the Holy Spirit dwells you inside you, refuse to do wrong. takataa kufanya mabaya. You see? Amen. That's the work of the Holy Spirit. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Anaitwa msaidizi, He's called an advocate, mshauri wa ajabu, wonderful counselor, counselor. counselor. Oh, amen. You are a prostitute, counselor is coming. Uko malaya, mshauri wa You are ajabu. lying. Unadanganya. Don't do that. Usifanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. He is the
one who is in the church. ndiye iko ndani ya kanisa. Mshauri wa nini ndugu? wa ajabu. Wa ajabu. Ajabu. Anakushauria. He's advising. Omba ndugu yako msamaha. Amen. Ask your neighbor for forgiveness. Ukaingia ndani ya kanisa fake. Whenever you enter fake, Mshauri wa ajabu atakwambia, the counselor will tell you, huyu ni fake. this is fake. Hili He's sio fake. kanisa langu. This is not my church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshauri wa ajabu atakwambia, The counselor will tell you, go to prayer. Wende kwenye maombi. Roho Mtakatifu atakuweka kwenye The maombi. Holy Spirit right. will put you in prayer. Soma neno. Read the word. That's the work of the Holy Spirit. right. Kazi ya Roho Mtakatifu. Nina hapa That's right. I swear, watu wengi hawajue hiki about kitu. many people don't know this. Roho Mtakatifu The Holy Spirit atakuweka kwenye will maombi. put Yo. you in prayer. Haleluya. Amen sana. Ngoja niseme makubwa na maajabu ya Let me mshauri tell wa you the ajabu. great and wonder things. Ukichelewa kukanisa, Whenever you late to church, mshauri wa ajabu. the counselor, Hata the kwa great mbii. counselor will tell you. Haleluya Bwana. Ukivaa nywele za Wahindi, Whenever you're wearing Indian hair, mshauri wa ajabu the great right. counselor hatakwambia. will tell you. Ukivaa mavazi mabaya, Whenever you wear bad clothing, mshauri wa ajabu the great counselor hatakwambia. will tell you. Haleluya Bwana. Ukibadilisha ngozi yako, Whenever you change your skin color, mshauri wa ajabu the best counselor hatakwambia. will tell you. Maana yeye ndiye neema Because he is great. iokoayo wanadamu, That saves you. inatufundisha. That teaches us. Haleluya Bwana. Neema ndani mwetu Grace inside us inatufundisha. teaches us. Mshauri wa ajabu Great counselor anafundisha That's right. teaches us. watakatifu wa Mwenyezi The Mungu saints of kufanya God nini ndugu? Nayo yatufundisha Yatufundisha kukataa ubaya yote, na tamaa za dunia, tamaa zote za nini? za kidunia, Za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi kwa kiasi na haki na haki na utauwa na bana uchafu, na utauwa uchawi, na utauwa umalaya, na utauwa na kutetana, utauwa chuki, na utauwa unafiki. na utauwa, Mshauri anatufundisha nini? What is the great Taua. counselor teaching? Tuweze kufanya nini? tupate kuishi kwa Kuishi. kiasi Kiasi Self-control, na haki na haki na utauwa. na utauwa. godly life. Haleluya Bwana. If you don't have the Holy Spirit in Kama you, hauna na Roho Mtakatifu ndani yako, wewe ni mwenda kanisani tu. you're only a church goer. Haleluya Bwana. Amen. This is why the Lord said, No, Bwana alisema, kaeni kwanza Yerusalemu, stay back in upokee Jerusalem msaidizi and receive the advocate ambaye atakusaidia. who will help you. Pasipo mimi Without me, hamwezi mkafanya you kitu. cannot do right. anything. Hayo ni maneno Those are the words ya from kutoka kwa Mungu aliye God juu. who created you. Hauna akili kushinda Mwenyezi Mungu You're not wise ambaye than alisema God, pasipo who mimi said without me, hautaweza lolote. cannot do anything. Kaeni ndani mwangu, Dwell in me. na ukikaa ndani mwangu na mimi And nitafanya nini? whenever you dwell in me, Nitakaa ndani I will mwangu. also dwell inside Ila you. hatua ya kwanza ni nani But kwanza? the first Ni step wewe is you. utubu, Repent. patia moyo wako Give your heart kwa Kristo, Christ. Yes. utoe moyo wako, your heart, Give your heart. give it up. Amen. Utoe moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisemi uende ku UK I'm not saying hospital for you to go to the to hospital, do a operation find your operation, so they can take your heart, watoe moyo wako. and you come to pastor, this is my heart I give to Jesus. Unakuja Oh, kwa you will pastor. die. Pastor, huyu ni moyo wangu nampa Yesu, utakufa. But it's what you want Ni kitu in your ambacho heart, unachokitaka the moyoni idol mwako. in your heart. Hayo miungu Sanamu. moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Umalaya kama uko ndani mwako, Prostitution is Give it up. inside you. Watch it. uchawi ndani mwako, ndani ya moyo, Cut inside your heart. give it up. Watch it. Umalaya ndani ya moyo wako, Prostitution's in your give it heart. up. Watch it. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kupatia Kristo moyo wako. That's giving God your heart. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme mimi nimeokoka, Oh, I'm saved. nimebatizwa kwa maji mengi I got baptized with many water, na Yesu ni Bwana. and Jesus Christ is the Lord. Hakika kweli Yesu ni Bwana. It's truly Jesus Na Bwana Christ ni is the nini? Lord. Inamaanisha mtawala wako. That means one who reigns on you. Je, anakutawala? Is he reigning on you? Je, umempatia moyo wako? Have you given him your heart? Ndio mafundisho ya neema haya These are the teachings of grace. ambayo ulimwengu haipendi That kusikiliza. the world doesn't want to listen. Bwana Yesu asifiwe. to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fanana na binti Look like ambaye anafundishwa na neema. a daughter or who is being taught. Fanana na baba Look like the father ambaye anafundishwa na neema. who is being taught by grace.
usifokee mke wako Do not yell at your wife, kumpatisha aibu mbele ya watoto. embarrassing her in front of your Unapiga children. mke wako You beat mbele ya your wife watoto before your children. na unasema Kristo ni mfalme You wako. say Christ is your king. Haja kutawala. He hasn't reigned. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mke wako hajaona hata paycheck yako. Your wife hasn't even seen your He doesn't know how much money you get She from your doesn't work. know how much money you get from your job. Your wife cannot even touch your phone. Mke wako hawezi hata kugusa simu Bwana yako. Yesu asifiwe. Amen. Labda mnalala vitanda viwili ndani ya Maybe you ndani ya sleep in chumba. two different beds. Lakini unasema unampatia Kristo Then maisha you yako. say you give Christ your life. Give it up. Surrender yourself. Jisalimishe. Twende kwenye Yuda tumalizie hapo ndugu. Yuda. 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 Jude. Jude. Jude 1:3. Eh. Tunasoma, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sasa na kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, Ni wetu sisi sote. niliona Niliwalazimu kuwaandikia ili niwaonye. niwafanye nini? Ili niwaonye. Warning. This is a warning. Kwa sababu ulimwengu umekimbia Mwenyezi Mungu. Has run away from God. Niwaonye watuonye nini ndugu? Kwamba muishindanie imani Muishindanie imani waliokabizwa watu watakatifu Ehe. mara moja tu. Eh. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri manabii wa uongo. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Endelea ndugu. Makafiri inamaanisha wana Roho Mtakatifu. Endelea ndugu. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Kuwa nini? Ufisadi. Nao umkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. English read 4. Jude 1:4. I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches. Into your church way? Churches. Keep reading. Saying that God's marvelous grace. God's marvelous grace allows us to live immoral life. You see that? Vaa manguo ambayo unayopenda. Clothes that you want to wear. Piga picha kwenye mitandao na manguo ya ajabu. I'll take a picture on social media with embarrassing clothing. Maandiko yanasema The scripture says that the people have come in our church watu ambao wameingia makanisani in a secret, sirini, teaching people wakiwafundisha that watu the grace of God kwamba neema ya Mungu allows us inatuacha sisi to live immoral life. kuishi kama jinsi tunavyotaka. Maisha ya uchafu, umalaya, prostitution, mambo ya kuvaa mavazi ambayo ya aibu, wanaume kuvaa mavazi ya aibu, watu kufanya vyote ambavyo wanavyopenda, ndio ambao watu wameingia ndani ya kanisa kisiri. Immoral life, maisha ya kukunywa mapombe, maisha ya masherehe, maisha wanayoyapenda wao wenyewe. The life that they want to live. Now you can close your Bible now. Unaweza kufunga Biblia yako sasa. Ile jana tulijifunza kuhusu Yesterday we talked about Christians wa kanisa la Laodikia. Of the church of Laodicea. Tuko katika kipindi cha mwisho. We're in the last days. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko katika kipindi cha kanisa la Laodikia. We're in the times of the church of Laodicea. Ambapo watu hawako moto. Which people are not hot. Ama hawako baridi. And cold.
ni watu ambao hawaeleweki. They are ununderstandable. Hautajua kwamba ni Mkristo You will not know if they're a Christian ama sio Mkristo. or they're not. Maana Jumapili anavaa vizuri, Because on Sunday they dress well, anapotoka hapa and whenever they go out from anaenda church, kubadilisha manguo ya they go kanisa, and change clothes from church anavaa sasa manguo ya nyumbani, and wear clothes at home. Yes. anavaa manguo ya Wear pale. clothes of parties. Kukanisa ataongea vizuri na On mke church wake they'll na talk mume, well with their husband, with their wife, lakini kutoka nyumbani but going back home, ni vurugu kila wakati. it's arguments all the time. Atakuwa ni dada wa mkanisa, It'll be a sister in church anaimba kwaya, singing choir. tutamuona hapa kweli We'll see them mtakatifu, here holy. na kujazwa anajaza. They even get filled. Lakini kwenye TikTok But on TikTok, unakuta ni mtu mwingine. it's somebody else. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu nani huyu? Ni Mkristo. That's also Christian. That's right. Wala kwenye status yake Or on their status, anaandika ni God we trust. they are writing tunamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Please focus my translator. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kanisa la vuguvugu That's the lukewarm church ambao hakuna maombi tena. where there's no prayers. Najiuliza utakuwaje Mkristo pasipo I ask maombi? myself, what type of Christian will you be Bwana Yesu without asifiwe. prayers? Mimi nimezaliwa mtoto wa mchungaji. I was born a child of a pastor. Wakati nilipoanza maombi, Whenever I started praying, ndio sasa nilijua kwamba Ukristo ni nini. that's when I knew what Christianity Kuna is. vitu ambavyo vimefungwa katika ulimwengu wa There are kiroho. things that are hidden in the spiritual Pasipo world. maombi Without prayers, hautavipata you hata cannot ufanye nini. get them. That's right. Doesn't matter what you do. That's right. Na pasipo neno And without the word of God, hautaenda fasi. you cannot go anywhere. Utakuwa Mkristo wa kanisa la Laodikia. You will be a Christian of a church of Na life. ukiwa hata mchungaji pasipo neno, And if you become a pastor without the utakuwa word of God, mchungaji wa kanisa la Laodikia. you'll be a pastor from the church of Laodicea. Tutaona kwaya, We'll see a choir. utaruhusu madesi za aibu kwenye kwaya. You'll allow weird dances. Wanawake na wanaume Women and women, watacheza na mono, they'll dance with their hips. kiuno. With their hips. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya Bwana. Amen. Sisi ni majambazi wa zamani. We are all bandits. Nilicheza muziki wa Kikongo. I dance Congo. Bwana Yesu asifiwe. music. Amen. Hao wasanii wote wa Kongo tuliwacheza, All tuliwaimba. these musicians from That's right. Congo, we sang their songs. We did it. Tulifanya Haleluya hilo. Bwana. Nilikuwa talaka. I was at the- Mnajua talaka? Yes. Ndio wale wakati ambapo waimbaji wanaimba, Where the singers are singing. wewe sasa ndio unaingia. Ay. Jamani tunasikiliza? That's who I was. Amen. Ndo nilikuwa. Tulikuwa na wanawake We used to have women ambao walikuwa wanacheza. who used to dance. Tulikuwa tunacheza na viuno. We used to dance with our hips. Mama knows it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Viuno. Amen. Tulikuwa tunafanya ma concert. We used to do concerts. Tunacheza muziki We used to dance music. ya ulimwengu. Worldly. Ma choreography Yes. za ulimwengu. Worldly. Magitare Guitars. za ulimwengu zote tunazijua. Worldly. We know it all. That's right. Hawa wote wasanii wa Kongo wote. All this Congolese music. Ninaweza nikaimba muziki yao ile ya zamani I can kabla sing their old sijaokoka. songs That's right. before I was saved. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ndugu apige solo pale. Even when the brother played the solo. Akianza tu na When mwangalia. the played, Ni solo ya wapi? Ya ulimwengu. that's the worldly solo. Ambayo ni ya nani? Ni ya ulimwengu. Which is from the world. Anaweza akapiga basi They pale. can play bass there. Misri huko. Bwana Yesu asifiwe. Egypt. Amen. Egypt. Ninasema haya I'm saying kwa this sababu huko ndio ambako sisi tulitoka. because that's where we came from. Ndio kwenye tulitoka huko. That's where we came from. Kwenye mamichezo na viuno. Where we used to dance with Bwana akatuokoa. the Lord saved us. Tukakuja mkanisa Came to church. ili tupate nini? Wokovu. Looking at salvation. Lakini vile vyenye tumeacha kule Now ulimwengu what we left in the world, tumekuja tena kuvikuta wapi? we are Nani ya coming in kanisa? the church again. Tunakuwa confused. We are confused. Lakini Bwana asifiwe But the Lord be kwa praised sababu alitupatia because He gave us mshauri wa ajabu, the great counselor, Mungu mwenye nguvu mighty God, ambaye iko ndani mwetu. who dwells inside us, Anatuambia hii ni who ulimwengu. tells us, oh, this is from the world. Pasipo hivyo Without that, tungelikuwa Wakristo we vuguvugu. would have been lukewarm Christians. Ndio maana walio na Roho That's Mtakatifu what the ones who have the Holy Spirit, hawaelewi. you cannot understand it. Haleluya Bwana. Man, Ona tuko wangapi hapo? how many are we here?
Siku kwa makanisa huko. There's churches over there. Zimejaa na watu. Full of people. Zimejaa na makwaya. Full of choirs. Uniform. Uniforms. Zimejaa na defense. That's right. Basoliste. Solists. Kuko kanisa mambiasi huko ndugu. There's churches. Ukienda upende kutoka katika hizo kanisa. If you go there, you kuna don't want to ambiance get ya out ajabu. because there's the Ukumbi umepambwa. it's being decorated. Bwana Yesu asifiwe. That's right. Wahubiri wako wengi. There's many preachers. Wa Malibola, wa Mwaliasha, kila aina wahubiri. They're all there. Lakini tumetoka huko. But we came away from Na that. tumekaa hapa. And we sit here. Hata kama tuwe wawili, Even if we are tuwe watatu, three. hatutaenda huko. That's right. Bwana Yesu asifiwe. That's right. Maana tulikuwa huko. Because we used to be over there. Nguvu za Bwana zikatutoa huko. The power of God. Wake wetu walikuwa away wanavaa from there. manguo ambazo Some of wanazovaa. us used to wear clothes. Mawigi. Wigs. Mama alikuwa nazo. They had wigs. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wadada zangu hawa My sisters, waliweka yote mawigi. they put all that wig. Kunawia tulinawia. We used to bleach. Tunajua mariko, We know what. madekoba, We know all that. mkorogo. We know what. bleaching Ushawahi kufanya mkorogo is. tu? Have you ever done bleaching? Mafuta yako kama vile makaa. Lakini The unapojipaka oil is like inakubadilisha rangi. it changes your color. We did all of that. That's right. Kufanya yote. Lakini Kristo alipoingia But when Christ entered, akatubadilisha. changed us. Akatubadilisha. He changed Na ndio us. maana hatuelewi tena. That's why people Haleluya cannot Bwana. understand us. Kanisa la Laodikia. The church in Laodicea, Watu wako vuguvugu, people are not hot hawako moto or cold, ama wako baridi. or they're not cold. Inabidi kitu fulani Something kiingie ndani mwako. must enter Ama inside. uwe joto You have to be ama uwe baridi. cold or hot. Haleluya Bwana. Roho Mtakatifu, The Holy Spirit, kuna vipindi there's times atakuletea baridi. He will bring you cold, Kuna vipindi and there's times atakuletea joto. He will bring you warm. Inatokana na hali gani ambayo inatokea. It depends. Ninapokaa karibu ya mchawi, If I sit next to ninasikia baridi. I feel cold. Maana Roho Mtakatifu ananiambia huyu ni Because the mchawi. Holy Spirit is telling me this. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moto wa kanisa. The fire of the church, Unapoimba, whenever you sing, kuimba inatoka wapi? it Hapa. comes from the heart. Unapoimbia Bwana, Whenever you sing for the unaimbia Lord, wapi? it comes Hapa. from the heart. Na uko serious. And you are serious. Lakini hatuelewi tena. But we don't understand anymore. Maana kanisa imekuwa ni kanisa la Because the Laodikia. church is a church of Laodicea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tusikuwe kanisa la Laodikia. We shall not be a church of Laodicea. Ninaongea na wale wote ambao wanapenda kwenda mbinguni. I'm talking to anybody who Maana wants to go to heaven. Bwana amesema atatapika. Because the Lord said He will speak. Kanisa ni wewe. The church is you. Kanisa sio hukumu, The church is not bali a ni building, wewe mwanadamu. but you, a human. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na karama, If you have the gift of the Holy hakikisha Spirit, inatumika na moto. make sure it's working with fire. Kama unaimbisha, If you are leading, hakikisha unaimbisha na moto. make sure you're leading with fire. Kama unasoma maandiko, If you're reading the scripture, unasoma na moto. you're reading it with fire. Otherwise, utakuwa hapa kama vile Mkristo wa You'll be Laodikia. here like That's right. a Christian of Bwana Yesu Laodicea. asifiwe. Ama unaichezea neema. Or you play with grace. Nayajua matendo yako Najua matendo yako. na yakuwa hu baridi Huu baridi, wala hu moto. wewe na huu moto. Ungekuwa heri Ingekuwa kama heri. ungekuwa baridi Ungekuwa baridi au moto. au moto. Basi. Kwa sababu una uvuguvugu Una uvuguvugu, wala huu baridi huu baridi wala moto, nitakutapika. utoke katika kinywa Utoke changu. katika. Maana Mungu hakuelewi. Mungu haelewi kanisa la leo. Because God isn't understanding the church of nowadays. Mungu hatuelewi. God doesn't understand Na us. amesema ungelikuwa basi hata baridi. It will be better if you were So I just can cold. understand you. Ili nikuelewe. Ndugu, tafuta hilo andiko. Ufunuo wa Yohana 3 Haleluya. 14 tunaanzia. Eh. Na malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, na yakuwa u baridi wala u moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi Ingekuwa au nini? moto. Heri. Hata Mungu anasema ingekuwa heri. Even God is saying it will be better. Utoke basi hata katika kanisa. You know what? Just get out from the church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingelikuwa heri. It will be better.
What is your position Nafasi yako iko wapi in the things of God? katika mambo ya Mungu? Who are you? Wewe ni nani? Mbona kwa ulimwengu To the world, tunakuona huko we ulimwengu, are seeing you in the world, lakini mkanisa tena but in the church, tunakuona huko wapi we tena? are seeing you in the churches as well. Huko kameleo. Unajua kameleo? Yes. Kama unapenda kameleo en anglais. Ni ile yenyewe inabadilika makulere. The one that changes colors. Inabadilika rangi, wanaitaka nini mu Kiswahili? Kameleo. There is a something that can change color. When it comes here, it's going to change color. Inapokuja hapo itabadilika. English people who knows the little animal that change colors. Chameleon. Uko chameleon. You see? People are what? Chameleon. When you are in church, Unapokuwa kanisani, we know you kama vile dada wa maombi. tunakujua kama vile Dada wa dada mkanisa. dada mia. Lakini kama ni kusherea babembe, If it's from the huyo tena ndo anamweka nini? they're the ones Ni who they mubembe. grab the Tena mubembe wa asili. Mai tena. true. You see? We don't know who are you. Hatujui wewe ni nani. Unaona huko? Kama ni kusherehe, If it's from our parties, iko kule kusherehe. you are over there. What is your identity? Uhalisia wako ni upi? Uko Mkristo ama? Are you a Christian or Ndio kanisa ambalo tuko nalo. there's a church that we have? Unaingia mkanisa kuna hata You Roho go to church, Mtakatifu. there's no Holy Spirit. Watu hawajazwi na Roho wa People are Bwana. not filled with the Holy Spirit. Watu hawaombi. People are not praying. Watu hawapendi neno. People don't want the word of Ni God. kama vile tunaenda kuemu ya babondo. Umoja wa wabembe. Unity of Babembe. Maana kanisa, Yes. Bwana alisema wawili au watatu wakikutana na mimi Because nitafanya the nini? Bible said 1 or 2 stand before me, gather in my name. We don't understand. Hatuelewi. Ndugu, mimi sielewi. Sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ambao ni majambazi wa zamani, As who are old bandits, tunakuja mkanisa, we come to church. zile tabia zenye tulitoa sisi kule, The old tunazikuta behavior wapi tena? Mkanisa. that we left behind, we are Hallelujah, seeing Bwana. them in the churches again. Huko tulikuwa tunagusa maziwa ya wanawake We kule. used to touch women's Say it, my breasts. sister. That's right. We used to touch breasts. women's breast there. We used to touch women's But in the breasts. church, But in the church, people are doing the same thing. watu wanafanya vile Bwana Yesu vile. asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona unasikia hivyo? Unasikia hiyo mama? That's right. Si mkanisa wanavifanya. That's They are right. doing it in the churches too. You see? Yes. Amen. Jamani tunasikilizana. Yes. Mambo ya mavazi ya aibu, The shameful clothes. sisi ilikuwa huko kumafete huko. It was at the wedding, at the party. Party. At the party. But in the church now, Ila we kanisani. see that. Yes. Tunaviona hivyo. We run away from that kind of life. Yes, sir. Tulikimbia So hayo we maisha. can meet Jesus Christ. Ili tukutane na Yesu. Not like that in the church. Hapana hivyo ndani ya kanisa. Na wachungaji ambao tumewakuta ndani ya And pastors makanisa, that we found in churches. yenye sisi tumekimbia, What we ran away from, tumevikuta ndani ya we kanisa. have found them in the We don't church. understand. Hatuelewi. Something is wrong here. Kuna Yes, kitu sir. hakiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. We were prostitutes in the world. Tulikuwa malaya We ulimwenguni. shouldn't be prostitutes in the church anymore. Hatupaswi kuwa malaya ndani ya Because makanisa that tena. is the kind of life Sababu ni we brought maisha there. ambayo Yes. tuliacha Something kwa is zamani. wrong. Kuna kitu hakiko sawa. Hallelujah, Bwana. Amen. Tunajua waganga wa kienyeji We know the witch doctors. wanakuwaga huko kwenye ulimwengu, They're in the world. lakini ndani ya kanisa But in the church, tunaona tena waganga wa kienyeji, vyumba vya maombi. We hear vyumba vya maombi ya sana, and then prayer room. ambao wako tena. They are in there as No, well. no, no. Bwana Yesu asifiwe. Amen. No. We used to fake him speaking tongues there. Tulikuwa hallelujah. Tuliingia kwenye makanisa, Kufanya kunena kwa lugha. watu wana fake speaking in tongues. That's right, sir. Rikarabashondo roboro, kikaragabara. Tre, korabara. We used to see that over there. Lakini tukaomba Mungu akatupatia karama ya kweli. Mbona leo yatumika leo? Tena natamani niongee kwa lugha leo. You see? Ili ni kama alikukuja kwa maana Bwana alinipatia hiyo nguvu. That's right. Mbona jana sikuongea kwa lugha? Eh? Eh? Mbona jana sikuongea kwa lugha? Yesterday I didn't Ndugu speak. Daudi niandikie maneno niongee kwa lugha hapa. Oh, write words for me so I can Ndugu Chilba ataenda anajua kama mimi ninaongea kwa lugha. Oh, that's the Niandikie maneno. I speak in that. People are Quiet faking. for me. Watu Wana wanadanganya. fake kuongea kwa lugha. Wanadanganya kunena kwa Tulikuwa huko We used to be over na there. tukapata hiyo karama ya kuongea kwa lugha. And we got that gift of speaking Inakujaga tongues. wakati ambapo Bwana yeye peke It anaileta. comes whenever the Lord Lakini himself. tunaikuta ndani ya kanisa. But we found it in church. Something is wrong. Kuna kitu hakiko sawa. Hallelujah Bwana. Amen. Ungekuwa baridi basi. It would be better if you were just cold a
evangelism. tutafundisha neno la Mwenyezi Mungu. We'll teach the word of God. Unajua ibilisi anapenda kutunyamazisha. The devil wants to shut our mouths. Sisi ni majambazi wa But zamani. we are all bandits. Tumetoka kwenye ujambazi huko We came from na bandits over there. hatupendi tukute ujambazi wapi? And we don't want to find bandits in the church as well. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno litasimama. neno la Yesu, Neno litasimama. neno la Bwana. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Yende mbele, injili Yende mbele. yende mbele, injili ya Yesu. Yende mbele. Ndo maana tunawaambia 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 yende mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimelitoa neno lako kwa watu wako, e Bwana. Ni wewe uliyesema kwamba aliye na masikio aweze kusikia. Ninachoomba ni kwamba uweze kuwapatia watu wako masikio ya kusikiliza lile ambalo ni la kwako, e Bwana. Baba, ninaomba neno hili liweze kukaa katika mioyo yetu. Uendelee kutubadilisha, e Bwana. Tusiwe Wakristo wa vuguvugu. Uendelee kututumikisha Bwana. Uendelee kuwa pamoja nasi. Ninaombea kanisa lako takatifu, watakatifu wako walio ulimwengu mzima, walio hapa Kentucky, walio Bowling Green, walio Louisville, walio Rwanda, Congo, Burundi, Kenya. Oh Bwana, wako ulimwengu mzima, wale wote wanaoamini neno la kwako na wale wote ambao wanatumaini ya kwenda mbinguni. Ninawaweka mikononi mwako, e Bwana. Uweze kuwabariki. Neno hili liweze kuwafikia. Neno hili, e Bwana, liwafikie na liweze kuwabadilisha. Na sisi walio hapa, e Bwana, tusiwe watu wa kusikiliza. Oh Bwana, tusiwe watu wa kusikiliza kisha tushindwe kutenda kile ambacho ulichotuambia. Baba, ninaomba uweze kutusaidia tutembee kadiri na neno lako, e Bwana. Oh Bwana, lolote lile ambalo tunalolifanya ambalo liko kinyume na neno lako, rehema zako ziweze kuwa juu yetu, e Bwana. Neema yako iweze kuwa juu yetu, iendelee kutufundisha kuishi maisha ya utakatifu, Bwana. Watu wako walio hapa na waweka mikononi mwako, uweze kuwabariki, uweze kuwalinda. Watakao safiri kutumikisha magari, Baba, sina kitu cha kuwapatia, bali ninaomba baraka zako na ulinzi wako uweze kuwatangulia, e Bwana. Kama gisi wamefika mahali hapa na usalama, warudi nyumbani tena Bwana na usalama, na watakapofika nyumbani Bwana, watakusifu ili kwamba sifa zote ziweze kukurudilia. Baba, watu wako ninawakabidhi mikononi mwako, uweze kuwalinda, e Bwana. Machache haya ninakwenda kuyaomba nikiamini kwamba una uwezo wa kutenda zaidi na zaidi ya haya, mimi ambaye ni mtumishi wako, mimi ambaye ni mtoto wako, mimi ambaye ni moja kati ya watoto wako na moja kati ya watumishi wako ndani ya kanisa lako. Ninaomba haya nikiamini utatenda, Baba, kupitia jina la Mwana, jina la Baba, jina la Roho Mtakatifu, ambalo ndio jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyekufa na kufufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the people of God. You know, sometimes I can say I'm not going to take long time, but